hivi kama mwezi hivi, wiki 2-3 zimepita, kila ukigeuka hivi unasikia unaona mpox. Posters zinasema mpox, au watu wanasema mpox nini kwenye mitandao, mpox. Hebu tuambie, na kila mtu anayetazama, mpox ni nini? Ni kitu gani hiki? Ni mdudu gani au ugonjwa gani, na dalili zake zikoje? Asante dada Alice. Ni kwamba mpox ni kirusi cha mpox ambacho kinasababisha homa ya mpox au homa ya nyani, ambacho kinapatikana kwa wanyama jamii ya nyani, lakini kikitoka kiingia kwa binadamu ndio kinaleta madhara. Ambapo kinapotoka kinaingia kwanza kwa wanyama wengine ambao wanakuwa wanaishi na nyani, kwa mfano wanyama wa porini kama swala. Kikitoka kwa swala sasa, swala binadamu kwa sababu wanapenda kuwinda na kula nyama ya swala, nyama zingine za wanyama wengine. Kwa hiyo anapokula ile nyama ya swala ndio anapata. Kidogo nimepata mawazo, yani mpaka mtu ale nyama ya swala. Nafikiri hilo swali kuna mtu nitamuuliza. Natamani utuambie unasambaa vipi huo ugonjwa wa mpox? Unasambaaje? Asante sana. Ugonjwa wa mpox ukishatoka kwa mnyama kuingia kwa binadamu, sasa ili binadamu mwingine aweze kupata, kuna vitu ambavyo vinafanya ili mtu aweze kupata. Kwa mfano tunaita contact, yani ile kugusana, yani kugusa maji yote yanayotoka kwa yule mtu ambaye ni muhisiwa au ana virusi vya mpox. Kwa mfano mtu mwenye virusi vya mpox akikohoa, yale matemate yanayotoka kwake yakiingia kwa mtu mwingine, ana uwezo wa kupata ugonjwa wa mpox. Na pia kwa mfano mgonjwa wa mpox amelalia matandiko, mtu akachukua kuyafua au kusafisha ile sehemu anayolalia, au kuandaa, labda kumwandalia sehemu ambayo anatakiwa kulala, labda kitanda akijatakaswa, au zile nguo anatakiwa aandae kwa kutumia mipira ili asiweze kupata gloves, ili asiweze kupata ugonjwa vile virusi vya mpox. Lakini sasa hapo Douglas unaongelea katika nyumba zetu nyingi, familia zetu, unakuta ni wamama au labda mabinti ndio uwaga wanajikuta wana hiyo kazi ya kusema labda kuangalia wagonjwa au nini. Ni uwaga mara nyingi kwenye familia zetu unaona ni jukumu la wamama. Kwa hiyo nataka kumaanisha kwamba labda wamama ndio wako kwenye hatari zaidi, au ndio wanajihusisha na shughuli ambazo ni hatarishi kwenye nyumba zetu, ambazo zinaweza zikawasababisha akapata ugonjwa. Hatulengi moja kwa moja kwamba wamama ndio wanaweza kupata zaidi. Mtu yote anaweza kupata ugonjwa wa mpox, kwa sababu tumeshasema kwamba ni contact, yani ni mgusano wa mtu, majimaji yote ya mwili wa mtu mwenye virusi vya mpox. Kwa hiyo kuna misongamano, kwa mfano kwenye mabasi, kwenye daladala, kwenye bajaji, mwendo kasi huko, kwenye mwendo kasi, kwenye bodaboda, maana tunaona bodaboda yuko pale mbele na mtu yuko hapa nyuma. Kwa riski inakuwa kubwa zaidi. Riski inakuwa kubwa kwenye msongamano, kwa sababu tayari mtakuwa mmesongana, yani mnagusana, majasho, kwa sababu maji tunayosema kwenye mwili yanayoambukiza ni maji yote, ikiwepo damu, jasho, mate, matapishi, mkojo, kinyesi, vyote. Kwa hiyo ule msongamano sasa unaweza mtu akapata kutokana na ule msongamano. Ndio maana tunasema mtu yote anaweza akapata. Kwa hiyo watu wajiepushe na misongamano ambayo sio ya lazima. Kujilinda na ugonjwa wa mpox ni kwamba mtu anatakiwa achukue hatua zifuatazo. Kwanza, kunawa na maji wakati wote kwa sabuni na maji tiririka, kwa sababu huwezi kujua ulipoenda either sokoni au gengeni ulishika wapi. Lazima unaporudi uhakikishe umenawa mikono wakati wote, au kama ni sehemu ambayo hakuna maji na sabuni utumie vitakasa mikono. Jambo lingine ambalo anatakiwa kuchukua ni kuhakikisha mtu anapohisiwa ni muhisiwa, ana dalili za mpox, anatakiwa aripotiwe haraka sana ili aweze kupata huduma ya haraka, kutolewa nyumbani, kupelekwa kituoni,
kupata huduma haraka ili asiambukizwe watu wengine wanaomzunguka. Kwa hiyo kwa sababu pia yule muhisiwa anatakiwa akikohoa avae barakoa au afunike mdomo kwa mkono wake, kiwiko cha mkono wake, ili yale mate yanayotoka yasiende kwa mtu mwingine kwa kufanya hivi. Unaweza kukohoa kwa kufanya hivi au akavaa barakoa kwa yule muhisiwa au mwenye dalili za mpox. Lakini ukimwangalia mtu ambaye tayari ana virusi vya mpox, unaweza ukamtambua labda kwa kumuona hivi, anakuwa ana alama yoyote ambayo inamuonyesha kwamba huyu jamani tukae mbali, au huwezi kumtambua labda mpaka baada ya muda fulani? Tunashauri jamii kwamba asisubiri, kuna ile stage za mpaka ugonjwa kuonekana. Siku ya kuambukizwa mpaka kuja kupata ile vipele ambavyo viko kwenye ngozi ni kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 21, ndio mtu hapo katikati anaweza akaonekana kwamba ana dalili. Lakini kuna dalili zingine ambazo zinatokea. Kuna dalili ya kuumwa kichwa sana, kuna koo kuuma, kuna kuumwa mgongo na kuna mwili kuchoka pamoja na kupata mitoki, au mwishoni sasa ndio unaanza kupata vipele kwenye mwili ambao ni mwili mzima kuanzia usoni, mapaja na sehemu zingine zote za mwili. Kwa hiyo tunajishauri jamii kabla hajaona dalili za vipele, anapoona dalili yoyote katika zile dalili tulizozitaja, ripoti kituo cha kutolea huduma za afya ili waweze kufanywa uchunguzi, ajulikane labda anaumwa kitu gani. Kwa sababu anaweza akasema labda ni homa ya kawaida, kumbe baadaye ikaja kuwa labda na maambukizi ya virusi. Au anasikia mwili kuchoka, mitoki, misuli kuuma, mwili kulegea, anasema labda ni malaria au nini, labda unaweza kuta kwamba ana maambukizi ya virusi. Kwa hiyo tunachoshauri jamii kuwahi kwenye kituo cha kutolea huduma za afya unapopata dalili ya aina yoyote katika hizo nilizozitaja.